Moja ya hali ya hewa nzuri kabisa inawezekana ikawa leo kwa baadhi ya watu katika jiji la Dar es Salaam. Kumekuwa na mvua ya hapa na pale, na hali ni nzuri, hali ya hewa. Nasema kwa baadhi ya watu kwa sababu tunalielewa wenyewe jiji letu. Kuna wengine wanafurahia hii hali, lakini kuna wengine inawaumiza. Sehemu nyingine unaona raha mvua, sehemu nyingine wenzako wanatoa maji tu kwa sababu barabara au mafuriko tayari yanatiririka kuelekea kwenye maeneo ambayo wanaishi. Ndio maana nasema kwa baadhi ya watu leo hali ya hewa ni nzuri. Silizungumzi sana, nimeshalieleza sana kwenye uchambuzi wangu, mfano wa jana jioni kupitia magroup, na takriban dakika 20 nzima nilizungumzia kitu kimoja, Mecca Agreement. Sitaki kwenda sana kwenye Mecca Agreement, lakini nataka kuzungumza tu kitu ambacho amekizungumza mbunge wa Iran Ibrahim Razaei, alichosema kuwa makubaliano yaliyosainiwa jana kati ya nchi tatu za Kisuni, au anasema kwa nchi tatu zenye idadi ya Sunni wengi, Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan, mkataba wa usalama unaofanana na mkataba wa NATO, ambao jinsi walivyoutaja au jinsi ya makubaliano ya mkataba yalivyo yanaashiria kuwa endapo utamgusa mmoja kati yao utakuwa umewagusa wote, utakuwa umewagusa wote. Maana yake kuwa kama utaishambulia Saudi Arabia, Pakistan na Uturuki zina haki ya kuingilia. Kinyume chake ni hivyo hivyo, kuwa ukigusa Uturuki, ukigusa Pakistan, nchi zote zina haki ya kuingilia. Katika kutetea mkataba wao wote, karibu hawa viongozi, nimemsikia waziri wa ulinzi wa Saudi Arabia Khalid bin Suleiman alivyokuwa akielezea, anasema kuwa huu mkataba hatujauweka kwa sababu ya kugusa nchi yoyote, yani hatujauelekeza kwa nchi yoyote, ila tumeamua tu kwa sisi, yani kwa usalama wetu huu mkataba. Lakini bado maswali yamekuwa ni mengi kuwa mbona ni mkataba wa pande tatu? Kwa nini zimekuwa nchi tatu? Kuwa hizi nchi ndio ziko kwenye tishio kubwa zaidi au imekuwaje? Lakini mijadala mikubwa ya wanazuoni sasa wa dini, kwa sababu ndani ya mkataba huu kuna harufu ya dini, yani ndani ya mkataba huu, ndani yake umefichwa kwenye mwelekeo wa kidini, ndio maana ukaitwa Mecca Agreement. Kwa wao wanaelezea kuwa ni moja ya mikataba ambayo itazungumzwa na vizazi na vizazi. Ibrahim Razaei, mbunge kule Irani, anasema kuwa mkataba huu hautosaidia utulivu wowote ndani ya Saudi Arabia, hautoweza kusaidia utulivu wowote ndani ya Saudi Arabia. Kitu pekee ambacho yeye anakisema kuwa kina uwezo wa kubadili au kinaweza kusaidia usalama wa ndani ya Saudi Arabia ni yenyewe Saudi Arabia, au ni wenyewe ufalme wa Saudi Arabia kubadili sera zao. Naweza kukubaliana naye, kubadili sera zao. Katika vichache nilivyovizungumza jana katika maelezo yangu marefu kuhusu mkataba huu ni kuwa hizi nchi tatu zote fika zinafahamu vurugu zote zinazotokea Mashariki ya Kati au vurugu zote zinazotokea katika nchi zao, asili ya vurugu zinatoka wapi? Yaani haya matatizo yote yanayowakabili mpaka wamefikia kwenda kuketi na kuanzisha muungano wa kijeshi, wote wanafahamu asili ya matatizo yanapoanzia, yanapotokea na yanayosababishwa au yupi anayasababisha. Ajabu ni moja tu, kuwa wamekutana wakaenda kukata matawi badala ya kwenda kukata mzizi. Still manake mti utaota tu, mti utaendelea kuota, kwa sababu kilichoondolewa sio halisi, kilichobaki ndio halisi. Sasa usitegemee kuwa hili linaweza kubaki. Nilitegemea mkutano kama huu wa hawa viongozi wakubwa wanaoheshimiwa, kabla hawajafika kwenye hii agreement ya Mecca Agreement, wao walitakiwa waje na agreement ya kwanza ya kubadili sera zao na kuunga mkono vurugu zinazotokea katika maeneo yao, au kuwapinga wale wanaoleta vurugu kuanzia kwao. Saudi Arabia unaenda kusaini agreement kuwa atakayenigusa mimi hapa itakuwa jumuiya nzima imeguswa, yani katika nchi zote tatu zitakuwa zimeguswa. Na wewe unapoanzisha mashambulizi kutoka kwako na unaporuhusu nchi za tatu zije zianzishe uchokozi kutokea kwako kuwashambulia wengine, wale wengine wanatakiwa wakupigie makofi au wakuletee zawadi.
kuwa umefanya vizuri kwa sababu umemkaribisha fulani, kaja kaanzisha mashambulizi kutokea kwako, kaja katupiga sisi. Kwa hiyo wewe bwana umefanya jambo jema sana, kwa hiyo tunakuletea maua haya hapa, tunakuletea mbuzi chinja. Hiyo ndio tafsiri ije huo. Lakini kama walikuwa na nia hasa ya kutatua matatizo ya Mashariki ya Kati, hawakupaswa kuwa na muungano wa kijeshi. Walipaswa kuwa na muungano wa kubadili sera zao zote za nje, zote sera za nje. Sasa kuleta makubaliano yenye taswira ya kimadhehebu, kwa sababu nimewatajia ni nchi za Kisuni tupu ambazo zimeingia, lakini hili linarudi nyuma sana. Tunaweza kusema kuwa labda hapa katikati tulipita kipindi kirefu kuwa haya mambo kama yakawa yametulia, lakini ukweli kuwa huu muungano ulikuwa hai wakati wa mapinduzi ya Kiislamu 1979. Saudi Arabia walishirikiana sana na Pakistan kwa muda mrefu, lakini hata tuliona kwenye mgogoro wa Yemen uliomalizika ile 2013 to 2015 baada ya Sanaa kudondoka, tuliona muungano wa Kisuni pia ulikuwepo ukiongozwa na Saudi Arabia, UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, wote hao walikuwepo katika vurugu hizo, lakini tuliona walichukua Bangladesh, walichukua Pakistani. Hawakuchukua kwa sababu Pakistan na Bangladesh hawawezi kukaa pamoja licha ya kuwa ni nchi za Kisuni. Walichukua hao, walikuja wakachukua hapa Afrika, wakachukua Sudan RSF, wakaja wakachukua Senegal. Nchi za Kisuni zilienda kushirikiana kwenye hiyo vita ya Yemen kwa sababu wanapigana na Wahuthi ambao ni Shia. Sasa haya makubaliano ambayo yamepewa jina la Mecca Agreement, ninaposema kuwa haya makubaliano hayakuwa sahihi kwa sababu haya ni makubaliano ya kisiasa, ila katika makubaliano ya kisiasa yameenda yakapigwa brashi ya utukufu kuwa yaonekane kuwa ni makubaliano ambayo kwanza yamesainiwa katika mji mtakatifu wa Makka, hali ya kuwa mkutano ulikuwa ni Jeddah na ni mkutano wa kisiasa ambao ulikuwa unafanyika Jeddah, lakini kusudi ikaenda ikasainiwa katika mji mtakatifu wa Mecca ili kujenga taswira kwa na nasubiri mitifuano ya maskola wa Kishia na Kisuni, kwa sababu ninafahamu lazima itokee, na tayari nimeshaona mijadala imeshaendelea huko duniani. Hapa kwetu inaweza ikachelewa, lakini huko duniani tayari nimeshaona, na lengo kubwa ambalo la haya makubaliano nimeliona jinsi lilivyoenda kutimizwa, kwa sababu lengo kubwa lilikuwa ni kutimiza, kuleta mifarakano mikubwa. Ndio maana unaona kwa makubaliano yamesainiwa kupitia Mecca Agreement ya Mecca, ambapo kuwa ni eneo takatifu zaidi la Waislamu duniani. Kwa hiyo unapoelekea kuvunja makubaliano haya ya Mecca au ukaakisi kuya challenge makubaliano haya, watakuletea tafsiri kama vile unapinga vitabu vya dini. Yani tafsiri ya hii mchezo wa kisiasa ambao umeenda kupachikwa kwenye muhimili wa dini, lengo moja tu, kuwa utapopinga wewe utaonekana kama kuwa wewe ni mpinzani wa imani. Lakini ukweli kuwa haya ni makubaliano ya kisiasa ambayo hayakupaswa kabisa kwenda kusainiwa au kupewa jina tu la Mecca Agreement. Yangeitwa hata Jeddah Agreement, Riyadh Agreement, kwa sababu hata mkutano wakati unaripotiwa wa hawa viongozi haukuripotiwa huu mkutano kwa unakwenda kufanyika Mecca. Mkutano huu ulikuwa unakwenda kufanyika au ulikuwa Jeddah au Riyadh. Hiyo ndio miji ambayo serikali inatumia, lakini kuwekwa Mecca Agreement sio bahati mbaya, imewekwa kusudi. Lakini katika hili kuna kile ambacho natakiwa ujiulize kuwa haya makubaliano yamekuja katika muktadha mmoja. Inawezekana wameona jicho moja. Hakuna shaka makubaliano haya yamesainiwa kwa sababu ya Iran, lakini iko wazi kuwa Iran itapiga Saudi Arabia. Ikiwa Saudia itaendelea kuruhusu Marekani ianzishe mashambulizi kutokea kwake, Irani itashambulia. Sasa tusubiri mashambulizi ya Irani yatajibiwa na Uturuki na Pakistan. Okay? Pakistani ana mpaka mkubwa kabisa na Irani, na yeye wamekuwa ni majirani ambao wanaheshimiana kwa kiwango kikubwa. Uturuki ana mpaka mkubwa na Iran, ieleweke wazi. Sasa hali itakuwaje? Watakabiliana sasa katika vita nzuri ya moja kwa moja, kwa sababu ukiangalia ndani yake kuwa alichokuwa anatafutwa kwenye haya makubaliano ni kumdhoofisha Iran. Lakini si shangai haya makubaliano kuja wakati huu. Makubaliano haya ya kuja wakati huu, nilizungumza jana katika uchambuzi wangu nikasema kuwa sidhani hata kama hawa viongozi wanaelewa baada ya kuletewa haya makubaliano. Bila shaka hili ni agizo kutoka upande wa pili, nendeni mkafanya hii agreement. Kwa nini mfanye hii agreement?
taarifa iliyoandikwa na CNN jana inasema kuwa mkuu wa wafanyakazi wa Marekani Dan Kennedy, anaweza kuwa mkuu wa jeshi, yani General Dan Kennedy, alimwambia Donald Trump kuwa hatupaswi kuongeza vita na Irani kwa hivi sasa, kwa sababu ni kweli kuwa hatuna uwezo. Kumekuwa na taarifa na kusudia hakuna uwezo wa silaha. Kuna mtu atataka kuniwekea komenti yake hapo ya kipuuzi kuwa hakuna uwezo wa silaha. Hii ni kwa mujibu wa Dan Kennedy, kwa sababu taarifa iliyoandikwa mfululizo, The Washington Post, New York Times, CNN, Axios News, WSJ, The Financial, wote wameandika hii taarifa juzi mfululizo, Trump kulalamikia kuwa kwa nini silaha hakuna, hata pale kukonguana na Hexet, kwa nini silaha zimekuwa hivi? Kwa nini watu wanavujisha taarifa za kuwa sisi hatuna silaha? Wanamweka adui katika nafasi nzuri. Kama Marekani hana hili, anatafuta nini? Nenda katafutie nje kumdhibiti adui yako. Ndio maana anaweza akamwambia kuwa nendeni mkafanye muungano. Mkifanya huu muungano, huenda Irani ataogopa, kwa sababu atakabiliwa na nchi zenye nguvu. Ndio maana waliamua kujiteua kuwa Saudi Arabia, Pakistan, Uturuki. Unapozungumza kuwa nchi zenye msuli, nguvu za kijeshi Mashariki ya Kati, utachukua Irani, utachukua Uturuki, Pakistan, Israeli, Saudi Arabia, nchi zenye msuli wa nguvu za kijeshi eneo la Mashariki ya Kati, ikiwemo na Misri kwa mbali. Sasa nenda ukaweke muungano wa nchi zenye nguvu. Tuchukue kuwa mashambulizi yaliyofanywa na Irani, kwani Kuwait alikuwa hayumo? Jordan hayumo? Bahrain hayumo? Mbona hawa wameshambuliwa sana? Kwa nini hawapo kwenye hii agreement? Na wengi wao walikuwepo kwenye agreement ya kuipiga Yemen wakati huo. Hawana nguvu, hawawezi wakawekwa. Hawa wamewekwa kwa lengo kutisha, nendeni mkatishe. Lakini ukirudi kuwa tayari kulikuwa kuna agreement ya Saudi Arabia na Pakistani mwaka jana kama hii, kuwa Saudia atakuwa chini ya kivuli cha nyuklia ya Pakistan, nchi pekee ya Kiislamu yenye nyuklia. Kwa hiyo Saudi Arabia ataishi chini ya kivuli cha Pakistani na hawezi kuguswa, lakini kaguswa, kapigwa. Kambi za Marekani zimepigwa kwa kiwango kikubwa tu. Kwa hiyo hili halijalishi wewe uko wapi, unafanya nini. Sasa kero la hili ni hicho tu ambacho mimi nimekuambia kuwa kimekera zaidi, ni kuwa ni makubaliano ambayo yamepigwa brush ya dini na kiuhakika kuwa ni makubaliano ya kisiasa. Hivi umewahi kujiuliza kuwa ikiwa Pakistani ataanzisha vita na India, Saudi Arabia na Uturuki wanapaswa kuingilia hiyo vita? Ni sawa. Mgogoro wa Israeli na Uturuki ambao mara kadhaa wanatishiana kushambuliana, Saudi Arabia na Uturuki, tuseme Saudi Arabia na Pakistani wataingilia kwenye hilo kuwa nyuma ya Uturuki au itakuwaje? Yani naweza nikasema kwangu mimi nauona ni mkataba wa kisiasa ambao hautokwenda popote. Ni mkataba ambao hauwezi ukavuka hata barabara ya pili. Ni mkataba ambao hautokuwa na utekelezaji. Kama ukitaka kuamini hili hautokuwa na utekelezaji, hizi vurugu ziendelee, Marekani aendelee kushambulia na wengine waendelee kushambulia, halafu Saudi Arabia aruhusu ardhi yake ifanye tena mashambulizi upande wa pili wa Irani. Katika kipindi hiki waruhusu tu ardhi yao ifanye mashambulizi, halafu uone kuwa Irani watajibu. Hawezi kujibu, watajibu, watapiga Saudi Arabia. Na ukweli kuwa Pakistani hawezi kuingilia kushambulia Irani, wala Uturuki hawezi kuingia kushambulia Irani, kwa sababu haya ni makubaliano ya kisiasa yaliyoamuliwa na viongozi wa nchi hizi. Ndio maana hata wakati wanasafiri kwenda kwenye mazungumzo haya, hakuna ripoti yoyote katika nchi zao zote iliyokuwa inazungumza kuwa wanaenda kusaini nini. Maana yake kuwa hata taarifa ya kwenda kuwa kile wanakwenda kukizungumza ilifanywa siri, kwa sababu wangepata upinzani wa umma, nguvu ya umma ya ndani, yani ingespark kuwa mnaenda kufanya nini, kwa sababu gani. Lakini wameenda kimya kimya, wakati ulimwengu unafahamu kuwa wamekwenda kuzungumzia matatizo haya ya Iran na Marekani na wengine. Wao wakaja na tamko la agreement, ya Mecca agreement. Ukweli ni kuwa hii agreement ilifanywa siri kwa sababu haikubaliki na raia wa kawaida. Kwa hiyo sio rahisi kuona Uturuki akaishambulia Irani kwa sababu Irani imemshambulia Saudi Arabia, ambaye Saudi Arabia ameruhusu kambi za Marekani zishambulie Irani. Na sio rahisi kuliona kuwa Pakistan itaenda kuishambulia Irani kwa sababu Irani imemshambulia Saudi Arabia. Saudi Arabia ambaye ameruhusu kambi za kwake zitumike au kambi za Marekani zitumike kumshambulia Irani. Sio rahisi kuliona hili. Kwa hiyo ni makubaliano ya kisiasa ambayo yamesainiwa mradi kutaka kujaribu kuweka vitisho kwa upande wa pili, lakini tayari upande wa pili wanasema kuwa haitosaidia kuweka amani, isipokuwa sera za hizi nchi zikibadilika,
mambo mengi yanarudi kukaa kwenye njia yake. Niwashukuru sana, asanteni sana, na inshallah tutakuja kuzungumza mara nyingine.